Mheshimiwa mama yangu Mama Margaret Sita, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Shirikisho la Wabunge Vijana Mheshimiwa Mwakibete, Mheshimiwa Medad, mjumbe wa kamati ya bajeti na kaimu anayemwakilisha mwenyekiti wa kamati ya bajeti, Mheshimiwa mbunge dada Latifa, mjumbe wa kamati tendaji ya Shirikisho la Wabunge Vijana, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Kibaha Mheshimiwa Mlowe, Mheshimiwa mjumbe wa bodi ya YPC na wajumbe wengine wa bodi, waheshimiwa wabunge mliopo hapa, washiriki kutoka asasi na taasisi mbalimbali za kitaifa juu ya mambo ya ajira na kazi zenye staha, wafanyakazi na watumishi wa YPC, assalamu alaikum. Bila kusahau waandishi wa habari mliofika hapa, karibuni nyote, na tumefurahi kwamba ukumbi huu umesheheni na tulitamani sana mwe hivyo, na sisi tunajisikia kuheshimiwa sana kwa sababu mmefika, na tunawaahidi tutatumia muda mfupi sana kuwasilisha hoja iliyoko mbele yetu inayohusiana na changamoto za ajira na upatikanaji wa kazi, changamoto ya ajira kwa vijana pamoja na upatikanaji wa kazi zenye staha. Baadaye tuliendelea katika kuandaa hoja ya uchechemuzi ambao tunaiwasilisha mbele yenu leo kwa ajili ya hatua mbalimbali kuchukuliwa ama kutumika kwenye mijadala bungeni, na pia katika kuishauri serikali nini cha kufanya ili tuwe na jibu kuhusiana na changamoto ya ajira, lakini pia tuwe na jibu juu ya upatikanaji wa kazi zenye staha katika jamii yetu, kuanzia ngazi ya jamii mpaka ngazi ya kitaifa. Tutakachokifanya kwa hiyo leo, tutamkaribisha mwakilishi wetu, mratibu wa mradi wa Youth Economic Empowerment and Influence unaoratibiwa na YPC kwa kushirikiana na Action Aid. Dada Jenny Mulungi atasoma ambayo tumeyaita mapendekezo na maazimio, ambayo nyinyi mkisikiliza tutamruhusu basi mwenyekiti wa leo ambaye ni mama yetu Mama Margaret Sita. Waheshimiwa wabunge mtakuwa na nafasi ya kuongea. Mheshimiwa mwenyekiti, labda utufungulie sasa, alafu tumkaribishe msomaji. Karibu sana mwenyekiti. Makofi kwa mwenyekiti. Habari ya asubuhi. Mchana sasa mwenyekiti. Habari za kutwa. Mheshimiwa mwenyekiti wa Youth Partnership Countrywide, mwenyekiti wa vijana wanaotokana na mmoja wa bunge vijana, Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya Kibaha, ndugu washiriki wote, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kwa kweli semina hii ni ya muhimu sana. Tumeona si wenyewe tangu jana swala la changamoto za ajira na upatikanaji wa kazi zenye staha. Kwa kweli tumeona ni semina au ni majadiliano ya muhimu sana kwa hai tulivyo hapa Tanzania. Sasa kwa kuwa jana tulikuwa na mjadala wa kutosha na mfanya kazi ya kuangalia mambo gani muhimu yalijitokeza kutokana na mjadala wa jana, mimi nafikiri ni kitu cha muhimu sasa hivi kwamba tujikite tuangalie mapendekezo yenu, alafu tuone tunaendaje baada ya kutoka hapo. Kwa hivyo sasa hivi mwenyekiti wa vijana na mwenyekiti wa taasisi inayohusika, nadhani mimi nikae na sisi wote tuwe makini, tusikilize kitu gani kilijitokeza jana ambacho tunahisi kikifanywa kazi kinaweza kuleta mabadiliko kwa vijana wetu, lakini pia na kwa taifa kwa ujumla. Ndio. Basi mimi naomba tuendelee. Asante sana. Lakini pia nashukuru kwa heshima hii yote. Asante. Labda pia mwenyekiti, kwa sababu sisi tunafanya kazi chini ya udhamini na ushirikiano mkubwa wa Action Aid Tanzania, nilipenda kabla Jenny hajasimama tumkaribishe kaka Mawazo Chapa Uringe aweze kuwasalimia waheshimiwa wabunge na washiriki na aseme neno lolote kabla hatujasoma maazimio yetu. Karibu sana kaka Mawazo. Asante. Ndio. Mheshimiwa wabunge, kwa shikamoo. Marahaba.
Zamunami, habari ya asubuhi. Jana niliongea kwa sehemu na tambua mheshimiwa bunge baadaye na shughuli nyingine, kwa hiyo nisiwapotezee muda sana, lakini tu nitakusema kwamba nishukuru kwa heshima ambayo mmetupatia kama Action Aid, kama YPC ambao ni wadau wetu. Tunajua heshima bunge mna majukumu mengi. Kesho mnaanza session za budget, lakini ni heshima ya kipekee sana kujumuika nasi kwa siku ya leo na kuweza kuona mawazo yetu sisi kama wadau wa maendeleo na jinsi gani ambavyo tunaweza kusonga mbele. Changamoto za ajira zinafahamika, ziko ambazo ziko katika ngazi ya utekelezaji, ziko ambazo katika ngazi ya sera, lakini kwa pamoja tuna imani hili linaweza kupatiwa ufumbuzi. Baadhi wanasema vijana ongezeko lao ni bomu linalosubiri kulipuka, si ndio? Lakini kwa mtazamo wa mbali ni fursa. Ni fursa kwa sababu uwepo wa vijana ni maana yake ni nguvu kazi ambayo tukitumia vizuri inaweza kututoa hapa tulipokwenda huko tunakotaka kwenda. Nchi ya viwanda haiwezi kwenda kama tuna vijana ambao wenye uwezo wa kufikiri, ambao ni aggressive, ambao ni wenye kujituma, wabunifu, wenye naweza nikasema aina fulani hivi ya ukatili au hasira ya maendeleo, ili tuweze kusonga mbele. Kwa kusema ya machache, na kwa niaba ya shirika la Action Aid niwashukuru sana waliotoka mikoani, waliotoka Dodoma, waheshimiwa wabunge na wote kwa ujumla. Asanteni sana. Asante. Viongozi na wawakilishi toka asasi mbalimbali za kiraia, mabibi na mabwana, nipo mbelenu hapa kwa niaba ya washiriki wenzangu na vijana kutoa mapendekezo kwa waheshimiwa wabunge kuhusiana na changamoto za ajira na upatikanaji wa kazi zenye staha. Nitaanza na utangulizi. Sisi washiriki wa mjadala wa siku mbili juu ya changamoto za ajira na upatikanaji wa kazi zenye staha, kwa kushirikiana na wadau wengine tuliokutana Dodoma kwa siku mbili kati ya tarehe 15 na 16 Juni 2019 chini ya uratibu wa YPC, taasisi inayohusika na maendeleo ya vijana Tanzania, kwa kushirikiana na Action Aid Tanzania. Tunatambua ukweli kwamba vijana ni moja ya hazina kuu katika kila taifa. Tunaelewa kuwa vijana sio tu viongozi wa kesho, lakini pia ni nguzo muhimu na alama ya mafanikio kwa taifa kama wataandaliwa vizuri na kikamilifu. Hali halisi ni wazi kwamba malengo 17 endelevu ya dunia yamelenga kukabiliana na tatizo la umaskini, ukosefu wa usawa na masuala ya uchumi kwa kufufua ushirikiano wa dunia kwa mbinu mpya, ambapo lengo namba 8 limejikita katika kuboresha na kukuza uchumi endelevu wenye kutoa ajira na kazi zenye staha kwa wote. Hivyo basi, YPC kwa kutambua umuhimu wa ajira na kazi zenye staha hususan kwa vijana, imetambua kwamba sekta ya usindikaji huchangia sana katika ukuaji wa viwanda pamoja na shughuli za usafirishaji, hususan bodaboda, kama jinsi ya kuinua uchumi hasa kwa vijana. Tunaelewa ukweli kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya dunia, idadi ya watu wenye umri kati ya miaka 12 hadi 24 ndilo kundi kubwa kama ripoti ya kidunia ya watu wa maendeleo ya mwaka 2007 inavyoonyesha, kwamba watu wapatao bilioni 3.1 wapo katika umri wa kundi hili. Tunafahamu pia takriban 85% ya bilioni 1.3 ya vijana wanaishi kwenye nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania. Ni jambo la kutilia umakini kwamba inakadiriwa kwamba idadi hii itaongezeka hadi 89% itapofika mwaka 2025. Yeah. Tunatambua jitihada kubwa ambazo serikali ya Tanzania ya awamu ya 5 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. John Joseph Magufuli inaendelea kuzifanya
katika kuhakikisha utatuzi wa changamoto za ajira na kazi zenye staha kwa vijana, hasa kupitia kauli mbiu ya Tanzania ya viwanda, tukiamini kuwa sekta ya viwanda inaweza kutoa fursa nyingi kwa vijana ikitumika vizuri. Hata hivyo, tumebaini bado zipo changamoto kadhaa, mathalan mahusiano duni ya kikazi kati ya waajiri, waajiriwa na wasimamia sheria, mazingira yasiyoridhisha sehemu ya kazi, upungufu wa ujuzi kazi, ushiriki duni wa vijana katika michakato ya kimaendeleo ya kitaifa na ukosefu wa taarifa muhimu. Ili kushughulikia hizo changamoto, tunapendekeza yafuatayo. Mapendekezo yetu kwenu wabunge. Pendekezo la kwanza, tunahimiza utoaji wa elimu kwa wadau husika juu ya upatikanaji wa kazi zenye staha. Watengeneze mazingira salama yatakayowasaidia wajasiriamali wadogo, mfano katika shughuli za usindikaji wa vyakula na usafirishaji, hususan bodaboda. Watumie fedha ya mfuko wa jimbo katika kuhakikisha wajasiriamali wadogo kama wasindikaji wa vyakula na bodaboda wanapata mahali pa kufanyia kazi. Kuzihamasisha halmashauri kutumia kiufanisi bajeti ya kila halmashauri ili kuleta mabadiliko kwenye shughuli za ujasiriamali kama usindikaji, ufugaji, kilimo na usafirishaji. Waimarishe mahusiano yao na wajasiriamali ili kuimarisha kazi zenye staha. Watunge sheria ambayo itakuwa ni lazima viwanda au waajiri kushirikiana na taasisi za elimu au vyuo ili kuwawezesha vijana kupata uzoefu. Warekebishe sheria ya ajira na mahusiano kazini ili kutambua mchango wa sekta isiyo rasmi pamoja na kulinda maslahi ya watumishi wa sekta isiyo rasmi. Wafanye marekebisho ya sheria zinazohusu uchaguzi na uteuzi ili nafasi za uteuzi na uwakilishi ziwe na vijana toka sekta mbalimbali ili kulinda maslahi ya vijana. Mapendekezo kwa serikali. Serikali itengeneze mazingira ya kisera ambayo yatawasaidia katika upatikanaji wa ajira na uboreshaji wa mazingira ya kazi kwenye sekta mbalimbali, mfano usindikaji, usafirishaji, hususan bodaboda, ufugaji, ushonaji na kilimo. Serikali itengeneze mazingira ya kisera na kisheria katika uboreshaji wa sekta ya usindikaji na usafirishaji, hususan bodaboda. Serikali iwezeshe na kutoa fursa vibali kwa wakufunzi wa elimu ya mara kwa mara juu ya ujasiriamali kama wasindikaji na wasafirishaji. Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na halmashauri mbalimbali na wadau wengine itengeneze vituo vya taarifa za biashara na upatikanaji wa masoko. Kuboresha au kutengeneza programu za wanagenzi na mafunzo kwa wafanyakazi tarajali ili kuwajengea uwezo vijana kupata uzoefu wa kuweza kuajirika na kupata kazi zenye staha ndani na nje ya nchi. Kwenye sekta ya elimu pia tulipendekeza kwa serikali kwamba iweze kutengeneza sera ambayo itafanya vijana kuanzia elimu ya sekondari kupata elimu yenye nadharia na mazoezi kwa vitendo na kwa uwiano sahihi. Irasimishe ujuzi wowote na kuwa sehemu ya sheria
au mfumo wa ithibati ili kuwatambua vijana wenye ujuzi lakini hawana vyeti. Iimarishe ushirikiano baina ya sekta hususan za kilimo, viwanda, biashara na usafirishaji ili kuongeza tija katika uzalishaji na ajira zenye staha. Maazimio yetu kama YPC na washirika wake: kwanza, kufanya utafiti mkubwa wa ukubwa wa tatizo na kazi zenye staha. Pili, kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo serikali na bunge ili kuendelea kushughulikia utatuzi wa tatizo la ajira na upatikanaji wa kazi zenye staha. Tatu, kuendelea kutoa elimu kwa njia mbalimbali zikiwemo mijadala, mitandao ya kijamii, kampeni za kuhamasisha ajira zenye staha. Tungependa kutoa shukrani zetu. Tunatambua waheshimiwa wabunge mna majukumu mengi, lakini mmeweza kutenga muda na kuja kutusikiliza. Hivyo tunasema asanteni sana. Tunaamini mapendekezo haya yataweza kufanyiwa kazi ili kuweza kuinua hali ya vijana nchini Tanzania. Pia tunashukuru washiriki na wadau wote mlioshiriki katika mjadala huu ulioleta mapendekezo haya. Asanteni sana. Kwenye halmashauri zetu sisi tuna mfuko special wa vijana, ni 4% ya mapato ya ndani. Yaani ile lazima, wala sio ombi, na tumeshaiwekea kwenye sheria. Na vijana hiyo fedha wanapewa, lakini changamoto ambayo mimi naiona ni ya ubunifu wa miradi ya kuwawezesha vijana waifanye. Hiyo ndio tatizo kubwa. Kwa sababu vijana wanaweza kupewa fedha, sawa, lakini wasijue wabuni mradi gani ambao unaweza kuzalisha. Sio miradi mingine haizalishi. Anafanya leo, kesho kimuuliza hela iko wapi, anasema hela imeisha. Umefanyia nini? Haweza kukupa mchanganuo wala faida yoyote. Kwa hiyo tunapata changamoto kubwa katika somo la ubunifu wa projects za vijana ambazo zinaweza zikaleta faida. Kwa hiyo fedha zipo. Kwa mfano hata kwetu kule, mimi kwenye jimbo langu, kwenye wilaya yangu, kuna kipindi fulani vijana wanaogopa kukopa. Hawaendi kuchukua. Tunawaambia kabisa tuna hela pale milioni 200, milioni 100 ngapi, lakini vijana hawaendi. Ukimuuliza wewe kwa nini uendi kuchukua, anasema nifanyie nini? Yaani ile kudaiwa aanze, kwa sababu ile hela ukipewa unaanza kudaiwa sasa. Sasa yeye hapendi kufuatiliwa na serikali. Anapenda sasa pambana yeye mwenyewe. Kwa mfano kiona labda yeye ameajiriwa na bodaboda, anapata 5,000, hata akipata 5,000 kwa wiki anataka komae na hiyo hiyo. Kwa hiyo niseme hilo tuna changamoto sana kwa vijana. La pili, vijana wengi sasa hivi wana rusasi. Kwa hiyo imekuwa modo kwa sababu jana tuelezea vizuri sana. Lakini sasa hivi vijana wengi wana focus ya ajira, wanasema ni bodaboda. Yaani kijana ukimuuliza, mwambie wewe unafikiria ufanye nini? Sasa mimi ni bodaboda. Akimaliza form 4. Kuna watu wengine hata shuleni kule ukimuuliza wewe unasoma unataka uwe nani? Sasa mimi nataka niwe mwendesha bodaboda. Kwa hiyo imejengea kitu kibaya sana kichwani kwamba kazi ni bodaboda ndio ajira. Hawezi kataja kusema kwamba kuna kazi ya kilimo, hataji. Alafu kilimo wanasema ya sisi wazee. Kumbe kilimo sio project ya wazee. Hata vijana wanaweza kufanya project ya kilimo. Hata kuna kwa mfano mheshimiwa kule kwako kule mnafuga nyuki. Hivi kijana ukimwambia mizinga ya nyuki anakushangaa. Anaona hizo ni kazi za umri fulani. Kwa hiyo kuna elimu pale wamependekeza hata wenzetu kuhusiana na elimu, nimeipenda sana hiyo, kwamba hii elimu inabidi tujitahidi sana kutoa elimu kwa vijana.
Sasa hao watu wa YPC hao wanatufungua macho. Nilichokipenda kwamba mnawatumilia vijana kuelimisha vijana wenzao. Sisi wazee tukielimisha, utasikia huyu si wakati wake, ulishapita ule. Lakini kwa mfano Lusasi, ukiwaelimisha vijana wanakusikiliza vizuri sana, kwamba sema mafanikio yao, na ukimwambia wana kazi sio bodaboda peke yake, kuna 1 2 3, wanakusikiliza vizuri sana. Kwa hiyo nadhani hii NGO hii itatusaidia sana. Nadhani kwa ufadhili wa Action Aid, mimi na hamasa tu kwamba muendelee kuisupport. Hii NGO muendelee kuisupport, msiache, kwa sababu inaanza kutoa taswira nzuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi yangu ni haya. Unaona ni nani sasa? Asante kwa presentation, na tunaweza kupata mengi kutokana na hii program iliyofanyika. Lakini kikubwa mimi ninachoweza kusema ni kwamba pamoja na mapendekezo yote ambayo yamewekwa hayo, kuna kitu kimoja ambacho nilitegemea mngeweza kupendekeza, ambacho mimi ndo naona ndo kitu ambacho very sensitive, ni muhimu sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hizi ajira zinapatikana za staha kwa vijana. Tatizo kubwa lilioko ambalo ndo tatizo mama linalogusa kila kipengele ni swala zima la elimu, kwamba shida iko katika elimu yetu, katika mitaala yetu. Mtu anaenda kusoma shule kwa ajili ya kuajiriwa, mwisho wa siku anakuwa hapewi uwezeshaji wowote, kwa anakuwa hajui atajishughulishaje pale ambako akiwa hajaajiriwa anaenda vipi. Kwa naona kuna haja ya kuhakikisha kwamba elimu yetu inaongeza, labda kuwe kuna masomo ya ziada, labda masomo ya kilimo, ufundi na kadhalika. Kwa sababu hata hivi tunavyosema kwamba tunaenda kwenye Tanzania ya viwanda, lakini hii Tanzania ya viwanda itawezekana vipi kama hawa vijana hawajatayarishwa kwa ajili ya hivyo viwanda? Kwa sababu unapoongelea swala la kuwa na viwanda, maana yake tunahitaji kuinua sekta ya kilimo, kwa sababu hivi viwanda vitaenda kutumia malighafi mbalimbali zinazotokana na kilimo. Ukisema labda kuwa kuna viwanda vya nguo, maana yake ni kwamba kuna uhitaji wa watu kujikita katika kilimo cha pamba. Ukiwa kwenye swala la usindikaji wa matunda, kwa maana hiyo kunahitajika kuwa kuna vijana ambao watakaojikita kwenye kilimo cha matunda na kadhalika. Kwa mimi ninachokiona kikubwa ni kwamba tunahitaji kushirikiana sana katika kuhakikisha kwanza tunaweka mitaala yetu kwanza ikae vizuri, iwe wezeshi ya kumwezesha huyu kijana kuweza kujitegemea hata baada ya kuwa amehitimu masomo. Kwa sababu ukweli usiofichika ni kwamba hata ikawaje serikali haina uwezo wa kutoa ajira kwa vijana wote wanaohitimu shule. Basi mimi kwangu ni hayo tu. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwanza niwashukuru wenzetu kwa sababu wao wametoa mapendekezo yao, na kadri tulivyoyapitia walivyokuwa yamekuwa presented hapa, mapendekezo mazuri, na sisi kama ndo watunga sera tunapasa tuyachukue na tuyafikishe kunakohusika, lakini pia iwe sehemu ya mijadala yetu. Kwa hiyo kubwa ilikuwa hilo, lakini jambo moja ambalo tunapaswa ningependa tulishare ili tuondoke nalo, tunayo nguvu kazi. Hawa vijana ambao hawana ajira leo ni nguvu kazi, lakini tuna tatizo ambalo jana tulizungumza kidogo, na leo ningependa ulizungumzia tena kidogo tu. Tuna tatizo ambalo lipo ni la mindset. Na mindset inajengwa kwa elimu, lakini pia hata sio mifumo ya elimu tu. Namkumbuka hapa marehemu Ruge alifanya kazi kubwa sana ya kupita kuhamasisha watu waone fursa. Alikuwa anafanya kitu kimoja, watu walikuwa wanapenda sana. Alipoanza watu walikuwa wamuelewe, lakini mwishoni huko alikuwa watu wakisikia leo Ruge yuko Dodoma, watu wanajaa ukumbini kwenda kumsikiliza. Na nikawa najifunza kitu, naona kwamba kumbe watu wana shida ya kuona hata fursa tulizonazo watu hawazijui. Na kama wanaziona, hata namna ya kuzichukua ama kufaidika nazo nako pia ni shida. Kwa hiyo tuna tatizo la education mismatch, ambayo jana ilizungumzwa kama skills mismatch, lakini inazungumzwa kama ni education mismatch. Lakini pia
msisitizo uwekwe kwenye ngazi ya halmashauri ambako ndiko na vijana. Tunaye pale mwenyekiti wa halmashauri, sisi wabunge, changamoto kubwa tunayokutana nayo huko, nenda kwenye vikundi vya vijana, ukimwambia nikupatie fedha anakuuliza afu turudishe tena. Yaani kwamba anataka zile fedha sasa wakishapewa ziwe moja kwa moja. Hata ukimwambia kwamba hizi fedha hazina riba, kwamba kama ukichukua milioni 5 urudisha milioni 5, bado hawazitaki. Lakini sasa unaona kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya elimu. Kama ungekuwa kuna elimu, kuna watu watafuta mitaji. Wewe unapewa mtaji wa bure ambao hauna riba, hautaki mtaji. Maana yake hapa tatizo kubwa tulilonalo ni jambo la uelewa, elimu. Tuwajengee wenzetu waelewe kwamba namna gani unaweza kuchukua hizi fursa tulizo nazo. Chande hapa Latifa naye amezungumzia hivyo kwamba elimu itolewe. Zamani kulikuwa na mafunzo labda hapa katikati kidogo. Kwa hiyo ni swala la kuikumbusha serikali umuhimu wa masomo ya ujasiriamali kuwa kama ni sehemu ya silabasi zetu, na inawezekana ipo, isipokuwa tu ni pengine kwenye swala la utiliaji mkazo zaidi. Kwa hiyo utaona hivyo. Na lingine sio kama limejitokeza zaidi hapa, amesema kwamba ufundi study uongezwe, sio kama limejitokeza pale. Vyuo vya ufundi vitiliwe mkazo zaidi, sio kama imejitokeza pale. Asante mwenyekiti. Kwanza niwapongeze sana wale ambao wameweza kuainisha yale yote ambayo tulijadili jana, na mmekaa hapo na kitu ambako kiko very strong. Kingine nikianzia na hili ambayo amesema katibu wangu msaidizi, ni kweli kwamba mfuko wa jimbo una sheria yake, na miongoni mwa hiyo sheria inasema lazima mfuko wa jimbo uweze kusaidia mahala ambapo wananchi wamegundua, si kugundua tu, wameanzisha mradi wote wa maendeleo. Manake ni pamoja na vikundi. Kwa maana hiyo sasa inategemea wewe mbunge wa jimbo husika ni kwa namna gani na kamati yako, kwa sababu sisi wabunge kwenye mfuko ndio wenye viti. Unaweza influence kamati kwamba nina vikundi kadhaa na ndani yake ni vikundi vya vijana ama wanawake, vyovyote vile, lakini madam kuna mradi ambao wanafanya. Kwa mfano mimi kule jimboni kwangu ninafanya, na mwaka jana fedha mfuko mwaka jana zimeingia mwezi wa 11, nimepeleka kwenye vikundi visivyopungua 4 na wote wamepata, na sasa hivi na miradi inakwenda vizuri kabisa. Lakini hata kwenye sekta ya miradi mingine kama shule, afya, kule haina shida, pia inaweza kufanya. Nitaka nijazirizie hapo. Lakini jambo lingine mwenyekiti wenzangu ameshazungumza, ambapo na mimi nataka niongezee kwenye comment pale, hasa katika vyuo vya ufundi. Nafikiri nimekaa vizuri. Pengine ningekuwa na ushahidi mmoja. Mimi degree yangu ya kwanza nimesoma computer science. Lakini kompyuta zenyewe tumeanza kuzikuta tukiwa chuoni. Maana kutoka form 1 primary kwanza mpaka la 7 hata kompyuta hujui, unaisikia tu. Form 1 mpaka form 4 unaisikia tu. Mpaka form 6 unaisikia tu. Maana unaanza chuo ndio unaanza kujifunza, alafu computer science then ndio unaanza kupractice. Wakati wenzetu hata wale waliokuwa wana degree ama wana PhD, miongoni mwa asilimia kubwa wamesoma kwa nadharia na sio vitendo. Kwa ukienda VETA unamkuta mwanafunzi ambaye yuko competent zaidi kuliko hata mtu ambaye ana PhD. Na mimi uzoefu huu nilijifunza nilivyokuwa nafanya practical field ya VETA. Nikakuta wale vijana na wengi wao wamemaliza form 4 tu, wengine darasa la 7, lakini kompyuta wanaweza kuichezea vizuri kweli. Na wengine walikuwa wanatoka Korea na hajasoma elimu yoyote ile zaidi ya kuenda kufanya kwa vitendo. Kwa hiyo tukiongeza hiyo point ya kwamba vyuo vya VETA vianzishwe kila wilaya kama ilivyo sera serikali, japo haijaweza kutekelezwa na inaendelea kutekelezeka sasa hivi, lakini vikianzishwa kila wilaya, kwa sababu kule kutoka kuna kozi nyingi zaidi ambazo zinafanya kwa vitendo, kwa sababu mfumo wetu wa elimu kwa asilimia kubwa ni theory zaidi kuliko vitendo. Na ndio maana mtu ambaye amemaliza anaweza kumaliza hata ukawa na masters, lakini ukiambia kafanyie kazi yale aliyojifunza hamna kitu. Na ndio maana tunatolea kwenye soko la ajira. Ajira zetu nyingi zinachukuliwa na wageni kwa sababu wenzetu wanawekeza kuanzia chini kabisa kufanya kwa vitendo yale ambayo utakaenda kuyaishi baada ya kumaliza elimu yako. Jambo lingine mheshimiwa mwenyekiti, swala la masoko jana lizungumzwa, na nafikiri pale sijui kama lipo waliliweka pia kutafuta masoko. Siku hizi kuna hii sayansi na teknolojia. ICT wengi wetu tunaitumia kwa ajili ya kuchati zaidi.
Lakini ukienda katika mataifa mengine walioendelea, kwanza iwe WhatsApp, iwe Facebook, iwe nini, unashangaa kula ameblock wakati wa kazi. Ukienda hata China, mwaka jana tulikuwa huko, ukienda na nchi zinginezo, lakini ukienda nchi za Ulaya wameachia free kwa sababu wao wanafanya kwa ajili ya biashara, transaction. Mtu unahitaji bidhaa fulani, hapo unatuma, na wakati huo una pay online whatever, unapata huduma unaitaka. Sasa kwetu huku katika masoko, kama tutaitumia vizuri ya ICT kwa vijana ambao wako VETA, wako vioni, wakitengeneza mfumo wa kuainisha masoko kwa wajasiriamali wote wadogo wadogo, sisi kama wabunge sasa tukaipigie debe, kwa sababu budget ndio tunaanza kujadili kesho, na mimi ni promise tu kikao chako mwenyekiti kwamba nitaizungumzia kwa kuwa natoka kwenye hii sekta, kwamba tutengeneze programs za kuainisha wajasiriamali wote nchini. Kuna wakulima, kuna wajasiriamali ambao wanatengeneza bidhaa mbalimbali, kwa maana kwamba tuwe na database ambapo mtu ukiingia kwenye simu yako ni kama vile unavyofanya muamala wa M-Pesa, unaangalia wapi sasa hivi bidhaa unaotengenezwa soko linapatikana wapi. Inaweza ikawa rahisi zaidi kuliko kusikiliza ama ukampigia simu mtu mwingine ambaye naye hana ufahamu wa hiyo. Maana yake hili sasa tutalifacilitate upande wa kuishauri serikali ngazi ya kitaifa kwamba iwe na database ama mifumo ambayo kila mtu ambaye anazalisha kwa zao fulani ama bidhaa fulani ajue kwamba bidhaa yangu inazalisha naenda kuuza wapi, kuliko ile kubashiri kwamba nitazalisha kama hivi mama jana na tuliahidi kwamba tutanunua hizo juisi, na naamini leo tutaahidi waheshimiwa wabunge tutanunua. Ikibidi hata tukichanga 10,000 atakipata 80,000 1,000 atakuwa ndio bahati yake hiyo. Kwamba sasa ujue bidhaa zako unazozalisha unaenda kuuza wapi kwa kutumia simu yako hiyo hiyo, au unakuwa unapata zile updates ama baadhi ya messages zile wanaita SMS back message, unapata kwamba kumbe sasa hivi mimi bidhaa yangu hii soko lake liko sehemu fulani, bidhaa yangu hii soko lake liko sehemu fulani. Asante mwenyekiti, yako mengi, lakini swala la bodaboda ninaamini pia limezungumzwa hapa. Tukupongeze sana kijana, wewe umekuwa ni role model wa bodaboda wengi. Nafikiri kama YPC tukiendelea kumtumia kijana kwa nchi nzima, hata si kwa inawezekana ikawa gharama kuzunguka naye, lakini hata kwa ajili ya social media kuelezea wenzake wakaona hata clip zake, inawezekana ikawa ni fundisho tosha sana kwa wengi ambao wako katika sekta ya bodaboda. Wengine wanaidharau tu kwamba mimi bwana, ukiwa bodaboda bwana wewe ni kupata 5,000 tu basi. Kumbe 5,000 hiyo nasomesha, 5,000 hiyo najenga nyumba, 5,000 hiyo ni kila kitu. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa Bulembo. Mwenyekiti, mimi nitaka kuongeza kwenye mfuko wa jimbo. Mheshimiwa Mwakibete amesema vizuri. Wabunge wengi wa majimbo, nyinyi wabunge wa majimbo, na ile pesa yenu ya mfuko wa jimbo mnaona inatakiwa kwenda kwenye zahanati, shule, labda na barabara na maji. Lakini Mwakibete kasema kuna vikundi na pesa ya jimbo inaweza kajenga soko. Umenielewa Mheshimiwa Mwenyekiti? Kwenye soko kule kuna wajasiriamali wengi. Kwa hiyo sisi wenyewe kama wabunge tunatakiwa kwanza kwa wabunge vijana kwamba katika mfuko wa jimbo kama mbunge vijana kila mmoja wapo ahakikishe kwamba akishapeleka kule kwenye maji atenge kwamba hii 1% hii nitafutieni vikundi kama halmashauri 2-3 vya vijana wa vikundi vyao ili kiasi fulani iende kule, kuliko tu kwamba ile fedha tu inayokuwa inakuja inapelekwa shuleni wapi na wapi na wapi, tunasahau ili kundi moja ambalo ni kubwa zaidi. Nitaka tu na ndo wapiga kura wao wengi hao. Na sawa. Ni hivi najua hiyo si nani wanasema catalyst. Kitu kikubwa ni kwamba mfuko ule wa jimbo unasapoti mahali ambapo wananchi wenyewe wameonyesha juhudi. Sio kama leo tunaenda kuanzishia kwamba hela hii ameshenya. Ni pale ambapo wananchi wenyewe wameanzisha wameongeza. Kwa mfano kama mimi ni kweli. Mimi soko la matunda walikuwa wanashindwa kuuza kwa sababu chini kulikuwa na nini? Hakuna mfereji wa kutoa maji. Kamati yangu hii ikubali ikatoa hela za kutengeneza mfereji. Ilikuwa mvua ikinyesha wanasimama kwenye maji. Kwa hiyo ni ile tu kwamba wakute shughuli imeshaanza. Mimi ombi langu kwenye nani pale kwenye VETA, vyuo vya VETA. Vyenyewe haviwezi kutoa mafunzo mbalimbali kama havikuwezeshwa. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri pale wangesema vyuo vinavyotoa viwezeshwe. Kwa mfano wao kuna skills development levy ambayo inatolewa na serikali. Iongezwe kama inawezekana. Kwa hiyo nisema tungeongeza pale vyuo vya ufundi viwezeshwe kutoa mafunzo mengi ya aina mbalimbali ili vijana wengi wana nini? Wao watafanya kutokana na uwezo wa fedha wanazopewa. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri tungependekeza sisi kama wanavyosema kwenye kuchangia viwezeshwe kutoa aina mbalimbali ya ufundi.
Na imani before ulishawahi kuwa waziri wa elimu kama sikosei. Na vile vile umezungumza ulivyotembea katika nchi zingine. Lakini vile vile kuna brother yangu pale ni mwalimu by professional Bobali. Na wengineo sina hakika sana. Lakini na mimi mwenyewe nilishawahi kufundisha a certain Catholic school kabla ya kwenda katika mambo mengine. Hivi unavyoiangalia syllabus ya form 1 hadi form 4, haiwezekani tukapata mwaka mmoja wa kuwafanya vijana waliokuwepo katika programu ya shule wakaenda katika hizo skills za VETA, ikawa ni lazima waende huko kama wanavyoenda JKT, ili sasa wanapotoka mtihani wa form 4 ule, yani uendane na hizo kufanyia mitihani katika skills hizo zinazoendana na VETA, na skills watazozipata ziendane na kutafuta solutions za mazingira wanayoishi, kwa maana ndio concept ya ujasiriamali ilipo. Kwa sababu kuna tofauti ya kuanzisha biashara na ujasiriamali. Mazingira yao wakiyasoma vizuri, kwa mfano mimi ninayetokea Lindi, sawa, VETA Lindi ipo. Unapopeleka kozi za VETA Lindi ni masuala ya kuchomea sijui nini, lakini huwezi kukuta kozi za uvuvi, kozi za korosho, kozi za nazi, hazipo. Unanielewa? Sasa nimesema nikuulize kwa utaalamu wako, kama hatuoni syllabus ya miaka 4 tunaweza tukaivunja sisi, tukainfluence sera kule bungeni kwamba miaka 4 hii mitatu hizi porojo zingine ambazo hazitatui matatizo mpaka sasa hivi za elimu yetu zifundishwe ndani ya miaka 3. Mwaka wa 4 iwe lazima hao watu wafundishwe solution oriented kozi ambazo zinaendana na hizo skills za VETA, ili wanapomaliza form 4 wawe tayari na utaalamu wa kwenda kupambana. Nilizani nianzie hapo alafu nitachangia kwa utaalamu wako. Lakini mimi hata kama mambo yalibadilika, lakini ninavyoelewa mimi hizi vyuo vya VETA vinatakiwa kiangalie pia mazingira ya eneo. Kwa mfano nakumbuka tulikuwa pendekezo kwamba vyuo vya VETA vilivyoko Mwanza vitoe pia elimu ya mambo ya uchimbaji wa madini, na kwa mfano kama Mtwara VETA za kule pia zishughulikie mambo ya gesi na mafuta. Kwa hiyo wanajua hilo. Sasa kama itekelezwe ni kukumbusha kwamba VETA zijikite pia mazingira yaliyoko kwenye kama kwa mfano kama ni Bukoba au hiyo Mwanza, VETA pia ifundishe masuala ya uvuvi. Kwa hiyo kama itekelezwe, sisi tukumbushe serikali, lazima haiwezi kuwa VETA ina operate hewani. Lazima kuna zile skills ambazo ni general, mambo ya uwashi, kompyuta nini, lakini VETA pia zijikite kwenye mambo ambayo mazingira yaliyopo, shughuli zinazofanyika katika jamii. Na hiyo ya kwako uliosema wewe inaweza kuwa pia kama pendekezo kwamba serikali iangalie, hata sisi tunapochangia, uwezekano labda wa kutenga muda maalum wa vijana kupitia kama vile wanavyopitia wakienda kwenye JKT, vijana kabla hawajatoka form 4 au darasa 7 wao pia wamepewa ila kwa hali labda zimesahau tu jina. Kwa sasa hivi ninavyofahamu TAMISEMI, awishi mtu mmoja angekuwa anatoka kwenye TAMISEMI hapo. TAMISEMI wanarudisha ule utaratibu uliokuwa zamani. Sasa hivi unafanyiwa kazi. Wakuwa kila shule zinakuwa na vituo pia vya ufundi. Wameanza kurudisha na Tumaini Knowledge. Wameanza kurudisha. Kwa hiyo nao yasema hivyo, serikali imeanza kurudisha. Kwamba zamani unajua, kwa mfano hata Urambo, mimi nilikuwa DO Urambo. Shule kama Mwenge na Azimio, pamoja na kufundisha shule za kawaida, palikuwa na kituo cha useremala, sijui nini pale vikafa. Sasa hivi serikali inarudisha. Na nadhani mama Mushi aliyeko hapa TAMISEMI yuko in charge, wanarudisha tena. Kwa hiyo ni swala la kukumbusha serikali tu kwamba vyuo vya ufundi bado virudishwe kwenye shule kama ilivyokuwa zamani. Watu walikuwa wanapata ufundi ule. Kujazia hapo kidogo. Kwenye hoja hizo pale. Somo la ufundi linaanzia shule ya msingi. Wanasema stadi za kazi. Na sisi tunataka mimi kuona vile vitabu vya shule ya msingi. Kuanzia darasa la 3 mpaka la 7 tunasoma ile stadi za kazi. Ukisoma kile kitabu kina concept zote za ufundi.
zote ziko pale. Hiyo ya kwanza. La pili, ukiingia form 1 mpaka form 4, hata wale wanaosoma sayansi, kama mtu yuko vizuri sana kwa masomo ya physics, kuna maswala yanaguzia maswala ya engineering yako ni masomo yako. Isipokuwa kitu ambacho kinatuaffect kikubwa, kwanza watoto wenyewe wa sasa hivi wanajua kwamba mtu anayekwenda kusoma ufundi ni yule aliyefeli. Hiyo ndio tatizo kubwa. Mtu aliyepata division 1, division 2, ukimwambia VETA hakuelewi. Hata division 3 hakuelewi. Anajua ni mtu yule aliyeshindwa, amepata division za chini 4, hizi 0, anajua ndio anakimbia VETA. Utasikia hata sisi wazazi, yaani umeshindwa hata kumpeleka VETA tu. Kwa hiyo VETA wameweka kama ni kitu ameziada. Sasa hivi mtoto akienda kufundishwa ujenzi, aliyefaulu mtihani akubali kabisa. Hata mtu aliyemaliza chuo kikuu, kwa mfano mtu amemaliza chuo kikuu na degree yake, hajapata kazi. Ukisema aende VETA akalipe 270,000. 270,000 tu kwa mwaka. Kwa mfano unaweza kuchukua hata electrical 270,000. Kijana unaweza kumaliza degree yako ukafanya kazi ukapata hata 500,000, ukasema sasa ngoja huu mwaka sijapata ajira nijitume nichukue kozi fulani. Mtu mwenye degree akubali. Anasema mimi nianze kusomea nini? Hakubali kabisa. Akasomea ujenzi hataki. Sasa hilo ni tatizo la vijana, yani elimu ile ya kuona kwamba hata ufundi unaweza kuwa na degree ukasoma. Mimi nakumbuka wakati nimemaliza masters nilienda kusoma course moja diploma pale Dar es Salaam ya clearing and forwarding. Nilisoma miezi 6 pale nikapata diploma. Lakini nilikuwa na masters watu hawakujua. Nimetoka nje lakini nilirudi nikaanza kusoma sasa clearing and forwarding. Kwa sababu nilikuwa na focus kwamba sina kazi, nimefungua kampuni ya clearing and forwarding, inabidi nifanye mitihani ya TRA. Sasa nitafanyaje mitihani kujua kodi? Ngoja nisome sasa diploma ile. Nikaenda kusoma karibu miezi 9. Nikasoma ile nikapata cheti. Nikaenda kufanya mtihani wa TRA. Nikapata ile cheti cha TRA. Lakini mtu mwenye degree ukisema nenda kasome VETA ujifunze labda ujenzi, kuchora ramani, hakubali. Anajua ni mtu fulani. Hiyo ndio inatukosti ndugu yangu. Kwa hiyo watoto wetu hawa lazima tuwajengee misingi kwamba ukishindwa hii ukishindwa elimu hii uende mbadala ni hii, na yote ni kutoka katika maisha. Hii itatusaidia. Nadhani hilo tumeelewana. Nadhani concept ilikuwa ni kwamba tuone huu mfumo wa miaka minne tunaweza kuingiza hizo skill. Lakini kuna jambo lingine dogo ni kushare tu mawazo ambalo ni la mwenyekiti wa halmashauri na sisi wenyewe. Kwa mfano mama pale sio kulalamika, anavyozungumza kuhusu biashara zake, kwenda yale matatizo ya chupa na vitu gani support anayotakiwa. Ukiangalia ni ya level ya maafisa biashara wetu au ndani ya halmashauri kuwa na uwezo huo. Lakini tukienda kule ndani, quality ya watu tuliowapa, kwa mfano kulea biashara zetu katika maeneo yetu, samani nikisema quality, yani uwezo wao, mentality yao kuelekea kwenye biashara ikoje. Kwa mfano leo sisi tuliokuepo hapa wabunge wote tukaenda kwenye halmashauri zetu, hivi tunafahamu leo ukiwa na biashara A ukaenda ukakosa tax clearance na ile biashara wenda imesimama, ukataka kufungua biashara nyingine, ukienda halmashauri upewe business license. Nafikiri tunafahamu hicho. Kumbe kama watu hao wa biashara wangelewa, ilibidi apewe mtu license mpya, kama ana debit yake ya kodi, uli deni la kodi, aanzishe mpya, ataendelea kulipa. Lakini sisi ukienda kwa afisa biashara, badala ya kusimamia na kuwezesha biashara ziende, yeye ndo amekuwa sasa mashini ya kuua zile biashara zisitokee. Taarifa za yule mama, hizi chupa hizi, afisa biashara anajua anaweza kumsaidia. Akiingia YouTube akaangalia China, hii shilingi 300 anayouziwa hapa Tanzania ni nyingi sana. Hizo chupa zizidi shilingi 80 hadi 120 na anaweza Kwa hiyo napata shida kidogo kwamba tunaweza tukajikita kwamba tunaangalia hizi sera, kumbe kuna vitu vingi vipo katika uwezo wetu kule chini, tunaweza tukavitatua kama tutasaidiana kuangalia katika uwezo na ubora wa watu tuliokuwa nao. Nilikuwa nayo tu mwenyekiti ya kuongeza. Aliongea mama kuhusu nini mahali pa kutengeneza. Sisi kwa mfano wangu tunayo. Kwa hiyo ni halmashauri, kama unataka kuiongeza ongeza. Ni halmashauri
kuhakikisha kwamba inatenga eneo la wajasiriamali na kwa wenyewe. Sisi tunalo mradi. Kwa hiyo ni mambo ya kukumbushana tu. Sasa tumalizie, alafu tumuombe mwenyekiti wa halmashauri aongee dakika 2 kabla tujafunga. Jambo la kwanza ni umesema sana ama tumesema sana kuhusiana na issue za ufundi. Kwamba VETA ifanye hiki, VETA ifanye hiki. Lakini dunia ilipofika sasa hivi na ufundi wa sisi ni tofauti kidogo. Sio kidogo, ni sana. Kwa wenzetu hasa nchi za Asia, ukisikia huyu ni fundi, ujue ni multitask fundi. Sio fundi wa sisi tunakuwa na fundi wa labda wa mabomba ya maji. Kamaliza. Yaani huyu ndio fundi wa maji. Taa mzima namjua yule fundi wa nini? Kamaliza ndio fundi wake. Hajui kingine chochote. Wenzetu ukisikia huyu ni fundi, anafanya kazi 4. Atafanya ile kazi ya maji, atapiga lipu, atafanya kazi hii. Ni mtu ambaye anafanya kazi karibu 4 au 5. Atapiga rangi nyumba. Lakini huko nakuta mtu mmoja miaka yake yote ni fundi wa rangi tu. Huyu ni fundi wa bomba tu wa maji, kamaliza. Siku akikosa kazi ya maji, ana hela. Siku akikosa siku kupiga rangi, ameisha. Kwa hiyo tutengeneze taifa ambalo vijana ni multitask mafundi. Hizi VETA ama VETA yetu itoe watu ambao wanajua vitu vingi. Hilo liko la kwanza. La pili ambalo nafikiri ni kwa wabunge sisi, kuna vitu tunavijua na sisi tunapata fursa ya kuzungumza na watu kwa maana ya wale wapiga kura wetu. Hebu basi vitu vingine pia na sisi tutoe elimu. Asante. Tupate muda tutoe elimu haya ambayo tunayajua, tuweze kuwaambia jamani wenzetu kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. La mwisho kabisa, ndio pamoja? Ndio. Sawa tu. La mwisho kabisa. Mwisho kabisa. Alafu mwenyekiti jiandae tunafunga. Ongea. La mwisho ambao nafikiri hii pia ni mindset. Lazima tujitahidi kujua tunapenda nini. Passion yetu ni nini. Lazima vijana ama watu wafundishwe wanapenda kitu gani ndio wakifanye. Wasifanye kila kitu sababu tukiko tu mbele yake. Watu wakifanya wanavyovipenda wanafanya vizuri. Kwa lazima watu wafundishwe, watu waelewe kwamba ukitaka kuwa mwanasiasa mzuri, kwanza penda siasa. Kama upende siasa utafeli tu. Utaka kucheza mpira mguu vizuri, upende mpira miguu. Kwa hiyo watu wajifunze, vijana wajifunze, wapende vitu hivyo wanavyotaka kuvifanya. Wanafanya vizuri. Asante sana. Mwenyekiti kusikia na wewe tufunge. Mwenyekiti wa halmashauri yuko wapi? Sorry. I'm looking at the different. Mwenyekiti wa halmashauri. Mwenyekiti na board chair. Basi tuwapeni dakika 2 angalau say something. Asante sana. Naitwa ndugu Leonard Mlowe. Mimi ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Kibaha. Kwa kweli kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake kuweza kutufikisha mahali hapa tukawa salama. Lakini pili niwashukuru watu wa YPC kwa kutambua umuhimu wangu au kuzitambua halmashauri. Mimi nashukuru yote yaliyoongelewa hapa na waheshimiwa wabunge, yote yanayonigusa mimi kwa sababu wote hawa wanatoka kwenye halmashauri. Hakuna ambaye hayupo ndani ya halmashauri. Yale yote yaliyoongelewa hapa maana yake kwamba mimi sina cha kusema, yote wameyamaliza wabunge. Lakini ukweli ni kwamba tunapambana sana, tunatambua swala zima la ajira kwa vijana kwamba ni tatizo, na kikubwa ambacho mimi ninachokiona ni kweli vijana wetu wengi wanashindwa kwenda kuchukua mikopo kwa sababu hawajui wafanyie nini. Elimu kwamba akichukua hizi pesa aende akafanyie nini. Imeshatokea mara nyingi kwenye halmashauri yangu
vijana mwanzo walikuwa wanakopeshwa pesa kwenye SACCOS, yaani walikuwa wanaunda SACCOS. Sasa pesa zile wanakwenda wanakopeshana kule, badala yake pesa zile wanashindwa kuzirudisha kwa sababu hawajui kwamba pesa zile wangeweza kuzalishaje. Sasa hili ni tatizo, lakini mimi nimeshukuru kusema kwamba tubuni mbinu gani ambazo zinaweza zikawasaidia wale vijana kabla hawajachukua hizi pesa, kwanza wafahamu watazifanyia nini. Hilo litatusaidia sana, kwa sababu unaweza kwenda kuwaambia vijana kwamba hebu mjiunde muwe vikundi, labda watu 5 au 10, pesa zipo halmashauri, lakini wanakuuliza kwamba tutazifanyia nini, na wengine hawataki hata kusikiliza, wanaondoka, wanakuacha na wewe umewaita kwenye mkutano, unaona mtu anasema kwamba labda pengine, wanakuambia kabisa, si tulijua kwamba unatuletea pesa, nataka kutugawia pesa. Pesa za kugawana zipo hapa, unaona. Kwa hivyo hizo ndizo changamoto za vijana, lakini mimi naamini kwa utaratibu huu wa YPC kama wataweza kuzunguka nchi nzima, basi wataweza kutoa elimu kubwa sana, na ninawaombea Mungu awasaidie ili vijana wetu waweze kupata elimu. Asante sana. Na tatizo kubwa na protocols, kwa sababu mimi ni mjasiriamali na sijazoea kuongea katika hadhara ambazo zinaongea mambo makubwa ya kitaifa kama hivi, lakini nishukuru Mr. Ilunga, mkurugenzi wangu, kwa kuhakikisha ninakuja ili nishuhudie kinachoendelea, na namshukuru kwa sababu mara nyingi sisi wajumbe wa bodi watu tunachukuliwa kazi yetu ni kufanya maamuzi tu, tusielewe kinachoendelea. Mheshimiwa mwenyekiti wa wabunge vijana, natambua uwepo wako na ninakushukuru sana kutupa ushirikiano kama YPC kuhakikisha hizi hoja zinafikia wabunge, na kupitia wabunge tuna hakika zitafika serikalini, na zikifika huko zitafanywa kazi. Waheshimiwa wabunge wengine wote nawashukuru sana kwa mchango wenu na ushirikiano mnaozidi kutupa. Kama taasisi tunaelewa taasisi nyingi zina changamoto ya kufanya kazi sasa hivi, lakini changamoto hii inatokana na uchaguzi wanaoamua kufanyia kazi. Sisi kama YPC tumeamua kujikita katika ajenda tunayofikiri inatija na itasaidia taifa kusonga mbele, kwa sababu hatuamini katika kurudi nyuma. Tunataka taasisi hii iwe ya kijasiriamali zaidi, ikibidi iwe ni champion wa kukuza ujasiriamali Tanzania, ikiwemo pamoja na haki za vijana kujitambua na kufanya mambo yao kwa uwazi, lakini kwa lengo la kuisaidia serikali kupiga hatua kwenda mbele. Hilo ni kubwa la kwanza. La pili, kama sehemu ya maboresho, nafurahi sana kupata pia nafasi ya kuongea mbele yenu. Yako mambo mawili napenda ni yakumbuke. Zamani nilikuwa siyaelewi kwa sababu nilisomea community development facilitation kule India, na nilichoelewa nikafikiri watu tulioita community development facilitators kwa tafsiri ile nikiwakuta Tanzania nitakuta wanafanana na mtu anayeitwa diwani. Then ukienda juu, mwingine wa juu zaidi hapo nikafikiri ndio mbunge, lakini kachanganyikiwa nikakuta hapa kwetu ukiangalia diwani humtofautishi na watu wengine. Wabunge wetu sehemu zingine tunazotoka hawafikiki kirahisi, lakini kwa sababu sisi tunawatuma kwenda kule tutegemea sauti zetu ndio ziende kule, nikachanganyikiwa, nikapoteza dira, nikarudi tena kwenye ujasiriamali. Ninachotaka kusema ni kwamba tunavyoamini mbunge, diwani wangu ni bridge kati yangu na halmashauri yangu, kwa sababu wote hatuwezi kuja pale mlangoni, na anatakiwa aongee kule kitu ambacho amekitoa kwangu, sio aliyojitungia mwenyewe. Kadhalika kule jimbo ninalotoka, ninaamini mbunge wangu ndio ananipeleka kule, na ananipeleka kuhakikisha mambo ninayotaka ndio yaingie kwenye mpango wa serikali. Kwa msingi huo basi, mimi nafikiri mapendekezo mawili ya kuboresha wakati nahitimisha ni kwamba halmashauri zikishirikiana wabunge, hasa wabunge vijana, zifikirie kutoa vivutio kwa wajasiriamali wa ndani na nje kuwekeza, kuanzisha biashara na kukuza biashara na uwekezaji, kwa sababu kama mjasiriamali
Ninaamini serikali inatengeneza sera, lakini ajira inazaliwa na sekta binafsi. Tutazunguka, ajira iko sekta binafsi. Kama sekta binafsi inakuwa frustrated, tutaimba, tutapinduana, tutafanya chochote, hakuna ajira itakayotengenezwa. Hilo la kwanza. La pili, wabunge washirikiane na serikali irudishe mfumo wa elimu unaotia mkazo ufundi zaidi, hasa vyuo vya maendeleo ya wananchi. Swala la mama pale, swala la bodaboda, ukilitafakari linahitaji tu FDC iwe pale. FDC zifikiriwe kufufuliwa ili maendeleo ya wananchi yawe na vitovu vya kuyajadili na kuyatolea suluhisho. Hayo mawili mimi nafikiri ni ya kimkakati zaidi, na wakati ukiwaruhusu kwa fursa zenu mfikirie kuyaweka katika ajenda zenu. Otherwise, kwa niaba ya uongozi wa YPC natoa shukrani zetu kutoka kwenye board kwa watendaji, na washukuru kwa niaba ya pekee wenzetu wa Action Aid kuhakikisha wanafadhili hafla kama hizi, na hasa kwenu wabunge kuhakikisha mnatenga muda kutusikiliza hata watu wadogo kama sisi. Asanteni sana.